أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من علم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لنا فيه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. Ikiwa tunaendelea na kitabu chetu Hilyatu Lubbil Masun, na tukiwa katika ukurasa wa 29 katika beti ya 18, 19 na 20 na 21 ambayo ndio somo letu la leo biidhnillah. Lakini kabla hatujaingia huko, tutoe utangulizi mfupi wa maelezo yatakayotusaidia katika kuendeleza durusi zetu hizi. Katika kanuni ni kwamba inna mabadi'a kulli fannin 10. Kila fani hakika huwa ina misingi 10. Misingi 10, na lazima unatakiwa ufahamu ile misingi. Msingi wa kwanza ni alhaddu, yani bimaana taarif. Ujue taarifu ya ile fani ambayo katika upande wa balagha kwa jumla ya fani zake zile tatu inakuwa taarifu yake ni mutabaqatul kalami limuqtada alhali, yani taarifa yake inakuwa ni kurandana maneno, kutabikiana maneno na hali halisi. Wa huwa alilmu yusaiduna mutabaqatul kalami limuqtada alhali. Kwa hiyo nayo ni elimu inayotusaidia kutabikisha maneno kutokana na muktadha na uhalisia wa hali. Kwa hiyo elimu yoyote lazima ujue taarifu yake, hadduhu. Msingi wa pili wal mawdu'uhu, yani mawdu' ambayo ni mafundisho yanayopatikana kwenye somo lile. Maudhui yake nini? Mfano upande wetu sisi wa kusoma maudhui yaliyo katika fani hii ya ilmu albalagha, alkalimatu alarabia, ni kuhusiana na maneno ya Kiarabu, lakini sio katika upande wa mambo ya irabu kule kuirabia, hapana. Hapo yenyewe inashughulika katika masuala ya itnab, labda hadhfu, na takdimu ma huwa haquhu ta'khiri, yani inacheza na maneno ya Kiarabu namna yalivyo. Ndio maudhui ya fani hii hasa katika msingi wake wa pili katika ilmu ya fani hii ya balagha, katika masomo yake matatu ambayo ni ilmu almaani, ilmu albayani na ilmu albadi'. Lakini elimu yoyote lazima ina msingi wa tatu ambao ni thamara, yani faida. Meona faida. Sasa faida ya elimu hii ambayo tunaisoma ya hizi fani tatu, ilmu almaani, balagha na ilmu almaani, bayani na badi'i, faida yake saunu lisan anil khata,
ni kuulinda ulimi kutokana na makosa, yani utamke kwa sawa sawa, lakini wafahamu al-Qur'an wa sunna ala wajhi sahiha, na kuifahamu Qur'an na sunna katika sura iliyo ya sawa, kwa sababu itakuwa ni vigumu kuifasiri Qur'ani ama hadithi ikiwa hauna hizi fani tatu na ukazifahamu vilivyo vizuri. Ni vigumu sana kuifahamu Qur'ani. Lakini pia nisba inanasibishwa wapi elimu hii? Kwa fani yoyote lazima msingi wake mwingine ni kujua inanasibishwa wapi, katika kitu gani. Mfano elimu kama hii sisi tunaisoma, nisba yake inanasibishwa ahadu min al-ulumi al-arabia, ni moja katika elimu za mambo ya lugha ya Kiarabu. Inahusika na kujua Kiarabu kwa maneno yaliyojengeka na yalivyokaa na namna ya kuyafasiri na vilivyoondoshwa na vinavyotakiwa kurudishwa na vilivyopo hivyo. Msingi wake mwingine fadluhu, yani ubora wake, ubora wa elimu unayosoma. Mfano ubora wa elimu ya ilmu albalagha, kwa maana kufani zake zote tatu, idrak al-Qur'an wa sunna, kama kule ni kuidiriki Qur'ani vizuri na sunna, kuijua vizuri Qur'an. Ni ubora wake ni huo, kwa sababu utaijua Qur'an vizuri na utajua hadithi vizuri. Lakini msingi wake mwingine alwadi', alwadi' mwekaji aliyoweka elimu hii, yani mwanzilishi. Mfano elimu yetu hii ya balagha tunasoma, tunajua maarufu Abdul Qahir Jarjan. Jina lazima ujue msingi mwingine, jina ya elimu hiyo inaitwa nini? Tunasema ilmu albalagha. Haya, al-istimdadu, msingi mwingine, wapi ilipofyonzwa na kuchukuliwa. Min aina akhadhna hadha al-ilm, tumeitoa wapi elimu hii? Min al-Qur'ani wa min as-sunna wa min kalami al-arab, kwenye Qur'ani, katika hadithi na kutoka katika maneno ya Waarabu. Kwa hiyo hii misingi lazima yani Sheikh amesema kila fani lazima uijue ile misingi yake 10. Tumeashiria hili kwa sababu ndo tunakaribia tumalize mukaddima. Nimeona hili kwa sababu mwanzo sikuwa nimeliashiria. Msingi mwingine hukumu yake ni ipi hiyo elimu unayosoma? Hukumu shari', hukumu ya kisheria imesimama vipi? Mfano katika balagha sisi hii tunasema ni fardhul kifaya, ni fardhi yani kutoshelezana. Ukisoma baadhi basi wengine hawana makosa, lakini wakiacha wote wanapata dhambi, kwa sababu watakuwa ni kuifahamu Qur'ani na Sunna ni wachache. Lakini msingi wa mwisho wa 10 na wa mwisho kabisa, masailun, masomo, mafundisho, yani durus, inahusika na nini? Kunde utakuta wachambuzi kila masaili yaliyoko mle, katika kubainisha, kuyajua maneno yalivyokaa, kujua matumizi sahihi ya tafsiri, sababu elimu hii inakusaidia kujua matumizi sahihi ya tafsiri, usitafsiri tu unavyotaka. Walba'dhu bilba'dhi iktafa, baadhi kwa baadhi, yani kwa maana ukisoma baadhi ya misingi inatosha, lakini yule ambaye waman dara aljami'u haza sharafa, waman dara aljami'i, atakayotambua zote zile misingi 10, haza sharafa, atakuwa amefanikiwa, ameshinda katika kupata utukufu. Kwa hiyo ni vizuri
elimu yoyote ya fani yoyote unapoingia lazima ujue, ikiwa ni fiqhi, ikiwa ni nini, ikiwa ni nahwu, ikiwa ni sarf, lazima ujue ile misingi 10 inahusika na nini, chanzo chake, ilipoanzishwa nani, faida zake, kama hivyo tumevyojaribu kuashiria. Kwa hiyo leo inshallah tutakuwa tutalisoma nusu somo hili kwa sababu linahitaji maelezo marefu kidogo ya kiufafanuzi. Kwa tutaisoma kiduku alafu tutakuja kulimalizia. Lengo ni kufahamu kilichopo kwa uchache wa maarifa yetu tulionayo biidhnillah tabaraka wa taala. Sheikh anasema akianza katika beti zake hizi وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد ملتقط من درر التخليص جواهر بديعة التخليص سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب. Haya ndo maneno tutayasoma kwa mukhtasar na kuyachambua biidhnillah tabaraka wa taala ili tupate kuelewa. Sheikh anasema waqad daa, maana waqad daani, waqad daa yani waqad daani, yani walinihitajia mimi, waliniomba mimi, baadhi min tullabi, baadhi katika wanafunzi, baadhi katika wanafunzi, rajizin, ni watengenezee rajiz, yani mashairi, kwa sababu hichi kitabu ya mashairi yote yako katika bahari rajiz, na haya masuala ya arudhi na ni masomo kidogo yanahitaji akili kali, yatatengewa muda wake katika kipindi chake maalum baada ya kuwa tumesoma hivi vitabu vya lugha sana. Huku hatutogusa kabisa kwa sasa, tutakuwa kama vile tunawachanganya baadhi ya sisi wanafunzi tunaoanza. Ni somo maalum linahitajia ubao na kutuliza akili sana. Lamu iliyoko hapo lirajizin, hiyo ni zaida, ni lam zaida sababu ilikuwa inatosha tu. Talaba tullabu rajiz, sawa bana, talaba tullabu arrajizu. Kwa hiyo waqad daa, hakika walinihitajia, baadhi min tullabi, baadhi katika wanafunzi, lirajizi, kwa rajz, yani niwatengenezee elimu ya fani hizi 3 za balagha, lakini kwa mashairi kupitia bahari ya rajz. Yahdi, yani yahdi at-talibu, yatamuongoza, yahdi yatakamuongoza at-talib, mwanafunzi, ila sawabi, katika usawa. Katika kufahamu elimu hii ya balagha kwa fani zake 3 kupitia mashairi haya ya bahru rajz, sababu mashairi yote yako katika bahri rajz, na hii bahri rajz katika masuala ya ilmu al-arudhi ni katika wametumia sana kwa ule upesi wake, washairi wengi wametumia bahri rajz. Kwa anasema fajiituhu, kwa hiyo mimi nikawa nimewaandikia, kwamba nimewaletea, nimewaijia kuandikia kitabu hichi cha ilmu al-balagha kwa mashairi birajazin mufidin, kwa kupitia rajzi, bahari ya rajzi yenye kufidisha. Kwa hiyo mashairi yote yamesimama katika bahari rajzi, kwa hiyo balagha yeye kaielezea kwa mashairi kupitia bahari rajzi. Muhadhabin, ikiwa masomo hayo ni yenye kupangiliwa vizuri, yani murattab, imepangiliwa vizuri. Munaqahin,
yameuchambuliwa kuondolewa ziada zisizokuwa na maana, yani imewekwa vizuri. Munaqahi sadidi, yani sadidi bimaana tamun laysa lahu naqs, kwa ukamilifu ambao hakuna mapungufu. Multaqitan min durari takhlish, kuna kitabu kinaitwa Takhlishu Miftah ambao huyu Sheikh ametunga hichi kitabu kutoa katika Takhlishu Miftah. Kwa anasema multaqitan, nikiwa ni mwenye kuogota, min durari, kutoka katika lulu kama tumeshaashiria kule mwanzo, inakusudia yale masail ya kielimu kutoka kwenye kile kitabu. Min durari takhlish, kutoka katika lulu za kitabu Takhlish Miftah. Jawahiran, yani mawe ya thamani, yani ndio anafunza mafunzo ya thamani sana. Badia, yaliyo mazuri. Takhlish ni yaliyo safi, yaliyochambuliwa, hayana mambo yasiokuwa na yasiokuwa na faida. Kwa anasema shekhe, salaktu, nikafuata ama nikapita, ma, katika yale ambayo, abda bimaana ma adhhara, katika ambayo yaliodhihiri kwenye kile kitabu cha Takhlishu Miftah. Nikachukua yale yaliyodhihiri, yaliyokuwa wazi, nikapangilia kwenye kitabu hichi mina tartibi, kwa kufuata utaratibu ule ule wa Takhlishu Miftah, kile kitabu. Kwa salaktu, nikafuata, ma abda, yaliyokuwa wazi, yani ma adhhara, yale ambayo yaliyodhihiri na kuwa wazi katika masomo na zile lulu na zile jawahira, mina tartibi, kwa kufuata mpangilio na utaratibu ule wa kitabu Takhlishu Miftah. Wama alautu aljuhuda fi tahdhibi, sikupunguza juhudi yangu katika kupangilia uzuri katika kitabu. Yani sikufanya uzembe katika kupangilia uzuri kitabu hichi. Sifanye uzembe katika juhudi. Sikuwa mvivu, sikuwa mvivu katika kutoa juhudi zangu katika kupangilia elimu. Haya ni maneno ya Sheikh ya tafsiri yaliyoko katika beti hizi. Waqad daa bimaana waqad daani, hakika waliniomba, ba'dun min tullabi, baadhi katika wanafunzi, lirajzi, kupitia masomo ya balagha, lakini yaandikwe kwa bahari ya rajzi. Yahdi atalib, yatamuongoza, maana yahdi yataongoza, ni kumuongoza yule mwanafunzi masomo hayo, ila sawabi, katika usawa. Fajiituhu, basi nikawa nimewaletea kitabu hichi cha kuelezea fani hizi tatu, lakini kupitia mashairi birajazin mufidi, kwa kupitia hizi rajzi mufidi, maana mashairi ya bahari ya rajzi yenye kufidisha. Muhadhabin, murattabi bimaana imepangwa, munakahin, imechambuliwa na kuondolewa ziada zisizokuwa na faida. Sadidi, iliyo sawa na kukamilika, yaliyonyooka maneno, yani laysa lahu naqs, tamun. Multaqitan min durari takhlishi, ya ikiwa zimeogotwa. Unajua mtu anapokuwa anaenda mfano mathalan katika mti wa machungwa, hachukui yote, anafanya kuogota moja moja, lile lililoiva vizuri na yale mabichi anayaacha, ndio anachokifanya. Multaqit, akiwa ni mwenye kuogota, min durari takhlish, kutokana na zile lulu, yale masomo na faida zilizo katika kitabu Takhlish Miftah. Jawahira, mawe ya thamani. Badia, yaliyo mazuri. At-takhlish, yaliyo safi kabisa na yaliyo safika. Salatu, nimefata na kupita, ma abda, katika yale yaliyodhihiri, kwa maana yaliyodhihirikia, min tartibi, kwa kufuata utaratibu na mpangilio wa kitabu hicho Takhlish Miftah.
wama alautul juhda, sikufanya uzembe wa juhudi fi tahdhibi, katika kukipanga vizuri kitabu kama hichi. Sheikh akaendelea akasema, aqulu, nasema, daa bimaana talaba, walihitajia, fallamu fi qawlihi lirajazi, lam katika kauli yake rajazi tumesema ni zaida. Warajazu, na tunapoelezea rajz, nao min shi'ri, ni aina katika mashairi, na sisi hatuko katika fani ya arudhi hapa. Ajizaahu, yani vile vifungu vyake vinakuwa mustaf'ilun situ marrat, yani mara sita, yani huku tatu na huku tatu. Sasa haya ni masomo ambayo sasa ni maalum, ni fani maalum, na walilahi alhamdu vitabu vya arudhi tunavyo vingi. Tutateua kimoja kizuri ambacho tutasomesha fani ya mashairi kwa umakini na utaratibu. Hapa tunapita tu mururul kiram, abiri sabil, kwa maana kwamba hatukai tu, sio somo husika tuko nalo, kwa tunaashiria tu. Mustaf'ilun situ marrat, mara sita. Anasema taati dairatu almushtabahi, inakuja katika duara ambayo iliyochanganywa humo. Imechanganywa, inahitajia munfaka, kufunguliwa. Yani maneno huwezi kuyaelewa bila kuwa tumeingia katika somo. Tunapita tu kusoma kwa kuashiria, lakini utakuja kuyajua pindi tutapoanza kusoma fani ya arudh. Kuna maelezo mengi hapa. Taati, inakuja bahari hiyo ya rajiz, dairatu, katika duara lililochorwa, almushtabahi, lililochanganywa vifungo vingi vingi, munfaka, ambalo linatakiwa lifunguliwe, an awaliha, mwanzo wake, min sababai, kupitia sababu mbili, ambayo mafailun, wa hadhihi almanzuma, na hizi beti hizi, wama ashbahaha, na zinazofanana na hizi, min mashturi rajis, ni sehemu, ni nusu ya ile rajis, wa fi kaunihi arudan, katika kwa kwake ni arudh, au darban, au ni sehemu. Haya yote ni majina ya misamiati ya ilmu la arudh. Unajua kila fani inakuwa ina maneno yake, na utaratibu wake, na hapa kuna faida nyingi sana. Kuna watu waweza kusikia kwa nini mnasema Allahumma swalli wa sallim wa barik ala, ukienda kinaha Allahumma swalli ukaivuta ile, tayari umeshafanya makosa upande wa nahwu. Lakini upande wa arudhi unaruhusiwa Allahumma swalli, kuna masomo yake maalumu kabisa, yani ni bahari nyingine. Kwa akija mtu wa nahwu anaweza kukosoa, lakini akija mtu wa arudhi akakuunga mkono akisema uko poa, uko safi. Kwa haya yote ni mambo ambayo tutakuja kuyasoma kwa umakini na utulivu. Tunapita tu haraka haraka kwa kuashiria. Wa fi kaunihi arudan, kwa kuwa kwake inaweza kuwa katika upande wa arudh, au darban, au sehemu ya darban. Hizi ni misamiati yake ya fani hiyo, na sisi hatuko katika kuelezea fani ya arudh. Aqwalun, na hizi ni kauli, ndio maana Sheikh mwenyewe amesema tu'lam, hufundishwa min ilmu al-arudhi. Kwa hapa tumepita tu, haya ni maneno ambayo hufundishwa kutoka katika ilmu al-arudh. Kwa hiyo tutapofikia kusoma fani za arudh, ni jambo linahitaji ubao na maelekezo marefu kwa upana, kwa utulivu. Ni somo zuri la umakini, na linafurahisha. Haya, Sheikh akasema, akatutafsiria neno lingine kule, amesema waqad daa ba'dun min at-tullabi birajizin yahdi ila sawabi. Na hapa taomba sasa tutulize akili na tuende vizuri kwa makini, kwa sababu hapa ndio linatuhusu sisi sasa, somo letu la balagha. Anasema wasawab, anatafsiri neno sawab, na tutaweka ziada, tumesema tutaweka uchambuzi kidogo, na ndio somo letu tutakomea hapa kwa siku ya leo, katika kuelezea sawab na vitu tutavyoviingiza ndani yake katika uchambuzi wa neno hili as-sawab. As-sawab ni nini? Kalamu tabaka hukmuhu alwaqi. Ukisikia sawab, yani usawa, maana yake ni maneno tabaka hukmuhu, yametabikiana, yamerandana hukumu yake alwaqi, na uhalisia,
lakini min ghairi itibari, pasina kutizama almutabaqa, ule uhalisia wenyewe, min janibi, kutoka katika ule upande, bikhususihi, kwa ule umaalumu unaohusishwa, yani ile habari yenyewe kwenda kuichunguza. Kwa ukisema as-sawabu, maana yake ni kwamba ni kalamu, tutaelezea kwa makini, tabaka hukmuhu, imerandana hukumu yake, alwaqi, na tukio na uhalisia, ni min ghairi itibari, pasina kuchunguza almutabaka, ule uhalisia wake, yani kuufuatilia, ni kweli bwana fulani kafaulu, lakini hukwenda kufuatilia ni kweli kafaulu ama hajafaulu. Hii inaitwa as-sawab. Bikhilafi alhaq, ukisema neno hili ni sawab, ni kwa maana ni neno ambalo halijachunguzwa, yani ni tukio lipo lakini hujalifuatilia kulichunguza kuona ukweli wake au kuto, au ukweli wake na uongo wake, umeliacha kama lilivyo. Ndio asema bikhilafi alhaq, kinyume na haki. Ni maneno kidogo tutarudi kuyaeleza pia zaidi. Kinyume na haki, haki ni nini? Ukisema hii ni haki na ukisema neno hili sawab, ni mambo mawili tofauti. Kwa nini? Fa innahu, kwani neno hilo ukisema hii ni haki, ma tabaqa alwaqi, ni kitu ambacho kimetabikiana waqi, biitibari, kwa kuchunguza, kwamba umechunguza kabisa hii kweli ni haki, nisbati alwaqi ilayhi, kutokana na ule uwiano, munasaba wa tukio juu yake. Kwa hiyo ukisema hii ni haki, haki maana yake ni kitu ambacho ni haki ni kitu ambacho kimewafikiana na tukio, lakini kwa kuchunguza, kwa ule uchunguzi ukawafikiana na uhalisia wa maneno, tofauti na as-sawab. Ukisema as-sawab ni maneno tabaka hukmuhu, kalamu tabaka hukmuhu, yemerandana hukumu yake, alwaqi, na uhalisia, lakini min ghairi itibari, pasina kuchunguza, haujachunguza chochote kama ni kweli ama sio kweli, almutabaqa, na ule uhalisia. Lakini ukisema hii ni haki, kwa maana kwamba umeichunguza, fa innahu ma tabaka, kwani haki ni ambacho kimechorandana alwaqi, na uhalisia, biitibari nisbati alwaqi ilayhi, kwa kuzingatia, kwa kuchunguza ule uwiano wa lile tukio juu yake. Na hapo hiyo haki inakuwa pia bikhilafi sidq. Hiyo neno sawabu inakuwa pia ni kinyume na as-sidq. Ukisema sidq ni tofauti, ukisema haki ni tofauti, ukisema sawabu, hayo yote ni maneno yamekaa tofauti. As-sidq ni nini? Fa innahu ma tabaqa alwaqi, ni ile ambayo inatabikiana na ule tukio uhalisia, biitibari, kwa kuzingatia, nisbatuhu ila alwaqi, kule kunasibishwa kwake na lile tukio. Hii inaitwa sasa sidq, hii inakuwa ni kweli. Kwa hiyo haraka ili turudi katika uchambuzi mfupi kwa ajili ya kuyafafanua maneno haya. Wa yuqabilu al-awwal, mukabala wa lile neno la kwanza ambao ni as-sawab, lenyewe huwa linakabiliana kinyume chake na nini? Mukabala wake inaelekeana na neno al-khata. Kwa hiyo ikiwa kuna as-sawab, basi mbele yake kuna al-khata, kukosea. Wathani, na neno la pili ambao ni haki, mukabala wa haki ni nini? Ni batil. Kwa maana umechunguza, sio haki, kama sio haki kinyume chake ni batil. Wathalithu, neno la tatu, as-sidq, ukweli, kinyume cha ukweli al-kadhib, ni uongo. Kwa kila kimoja ina kinyume chake. As-sawab dhidi ya sawabu ni nini? Al-khata, ni kukosea. Al-haq, kinyume na haki ni nini? Ni batil. As-sidq, kinyume cha sidq ni nini? Al-kadhib, ni urongo. Kwa hiyo tukija katika maelezo yetu ambayo ndio tunayoyakusudia, tukisema as-sawab, kalamu tumesema ni maneno tabaka hukmu, imetabikiana hukumu yake, alwaqi, na uhalisia, min ghairi itibari almutabaqa, pasina kutizama, kukagua uhalisia wake, min janibi bikhususihi,
بخلاف الحق kinyume na haki. To as-sawab ni nini? As-sawab huwa al-amru thabitu fi nafsihi, ni jambo lilithibiti lenyewe kama lenyewe katika uhalisia wake. As-sawabu huwa al-kalamu thabitu, ni maneno ambayo yapo yamesemwa, lakini biduni nadhari, bila kuchunguza ila mutabaqati alwaqi au adamiha, kutabikiana yale maneno yaliyosemwa yametabikiana na ukweli au hayajatabikiana, hajaendana na ukweli. Hii ndio inasema as-sawab. Bikhilafi alhaq, kinyume na haki. Haki tumesema nini? Fa innahu mutabaq alwaqi, haki ni ile ambayo inatabikiana na haki na uhalisia, lakini si kwa kutosheka tu kuambiwa, biitibari, kwa kuzingatia nisbatul waqi ilayhi, kutokana na ule munasaba kunasibishwa na ile tukio juu ya yale maneno. Kwa hiyo ndio hivyo, alhaqu huwa almutabaqa lilwaqi biitibari nisbatil waqi ilayhi. Mfano tukisema, mfano tumeutoa hapo, najaha Zaid, tunataka kuangalia haki. Najaha Zaid, Zaid kafanyeje? Kafaulu. Wadhahabna ila madrasati, tukaondoka tukaenda paka madrasa anayosomea Zaid. Wajadna Zaida, na tukamkuta Zaid najihan, kweli kafaulu. Hadha alwaqi, huu halisia, kwamba huu tumeukuta kwamba jamani ni kweli. Wa hadha huwa alkalam tusamma sidq. Haya maneno haya tunaita sasa ni maneno ya kweli, idha kana alkalam munasibati lilwaqi, ikiwa ile maneno yale yananasibiana na tukio. Sasa hapo tutasema maneno yale nusamihi sidqa, tutayaita ni kweli kwa namna hiyo. Wa idha kana alwaqi huwa alladhi yunasibu alkalam, ikiwa ule uhalisia sasa ndio unanasibishwa na yale maneno, sasa wakati huo nusamihi haqa, tutaita sasa haki. Wa idha kana alwaqi, ukiwa ule uhalisia sasa ule huwa alladhi, ndio ambao yunasibuhu alkalam, unaonasibishiwa yale maneno, nusamihi haqa, tutaita haki. Wa idha kana alkalam munasibatu lilwaqi, yale maneno yakiwa yanasibishwa na uhalisia, nusamihi sidq. Uelewe hapo, tutaita ni nini? Ni sidq. Idha kana alkalam, yakiwa yale maneno munasibatu lilwaqi, ni yenye kunasibishwa na tukio uhalisia, tutaite sasa yale maneno ni ya kweli. Haya, wa idha kana alwaqi'u, itapokuwa ule ukweli, tumegeuza upande wa pili, itapokuwa ule ukweli huwa alladhi yunasibu alkalam, ndio unaonasibishwa katika yale maneno, nusamihi haqa, tunaita nini? Haki. Nadhani hapo itakuwa yule hajaelewa basi atarudi kuniuliza tena. As-sawabu, kwa as-sawabu aksuhu al-khata. Tumesema as-sawab aksu sawabu al-khata, maana yake ni kinyume, yani ni kukosea. Na sasa haya mambo yanapatikana wapi? As-sawabu al-khata fi al-umuri al-ijtihadiyya, usawa na kupatia ni katika mambo ambayo ya kijitihada, kwa sababu mtu anapofanya ijtihada si kwa maana anaenda kwenye ule uhalisia. Ndio maana unakuta tumesema as-sawabu ni kitu ambacho mtu anakubali yale maneno lakini biduni nadhar, pasina kuangalia ule uhalisia wake, ndio as-sawab. Sasa ndani yake hapo kuna al-khata, unaweza sawabu ukawa umepatia ama umekosea. Kwa as-sawabu wal khata fi al-umuri ijtihadiyya, haya ni katika mambo ya ijtihada, kwa sababu as-sawabu aksu sawabu wal khata. As-sawabu kinyume na ya thawabu ni kukosea, na ufafanuzi yake pale imeeleweka. Asema kalamu tabaka hukmuhu
alwaqi ni maneno yametabikiana hukumu yake na uhalisia, min ghairi itibari, pasina kuchunguza kutazama, almutabaqa ule uhalisia. Walhaq, na tutaboelezea haki, yuqabiluhu albatil, haki mukabala wake inaelekeana na batil. Sasa alhaq walbatil yakunu fi almu'taqidat, haki na batil inakuwa ni katika mambo ya imani, ni mambo ambayo yanataka ujue kabisa uhalisia katika masuala ya almu'taqadat. Kwa anasema bikhilafi alhaq, kinyume na haki kwenye kitabu chetu, fa innahu ma tabaqa alwaqi biitibari nisbati alwaqi ilayhi, haki ni kile ambacho kilichotabakiana na uhalisia, lakini kwa kuchunguza ule munasaba wa ile tukio juu ya yale maneno ya ile haki iliyosemwa pale, yale maneno. Kwa hiyo sidqi aksuhu alkidhib, kinyume na uongo ni nini? Alkadhbu ni uongo, ni sidqi ukweli, alkadhbu uongo, kinyume chake ni uongo. Ama sidqu, ama ukweli, walkadhbu na uongo, yakunu fil aqwali, unakuwa ni katika upande wa maneno. Katika maneno kuna ukweli, katika maneno kuna uongo. Yani kuna mtu anasema maneno ya kweli, kuna mtu anasema maneno ya uongo. Tumeona tuashirie kiasi hichi kidogo katika masomo yetu, somo letu hili biidhnillah. Somo la msingi kabisa hapo ni kujua hizi tofauti. Haki tofauti yake inakuwaje? Sidqi tofauti yake ni nini? Na Sheikh hapa amejaribu kubainisha, amesema wazi kabisa. Wasawabu kalamu tabaqa hukmuhu alwaqi, ni maneno yametabiki maneno yametabiki hukumu yake na uhalisia, lakini min ghairi itibari, pasina kuchunguza almutabaqa ule uhalisia wake, min janibi bihususi, katika upande wa uhusishwa kwake na ile taarifa. Bikhilafi alhaqi, haki yenyewe inataka uichunguze. Fa innahu ma tabaqa alwaqi, yenyewe ile ambayo inakuwa ni ile imeandana na uhalisia, biitibari, kwa kuchunguza, kwa ufuatiliaji, nisbati alwaqi ilayhi, kutokana na ile tukio juu yake la uhalisia. Wa bikhilafi sidqi, na ni kinyume na sidq, kwani ukweli ukisema sidqi, fa innahu ma tabaqa alwaqi biitibari nisbatihi ila alwaqi, ni kwa kuzingatia ma tabaqa alwaqi, yale yaliyotabikiana na uhalisia, biitibari nisbatuhu, kwa kuzingatia kunasibishwa kwake ila alwaqi, na ile uhalisia wa lile tukio. Kwa Sheikh akakwambia wa yuqabilu alawwal, ya kwanza hii ambayo inakabiliana, ya kwanza hiyo ambayo ni sawab inakabiliana na khata. Wa thani, ya pili ambayo ni haki, inakabiliana nini? Batil, kinyume na haki ni batil. Wa thalithu, ya tatu ambayo ni sidqi, kinyume cha sidqi ni nini? Ni alkadhib, ni uongo. Na hapo tumejaribu kueleza as-sawab. Swala la as-sawab linakuwa ni katika mambo ambayo ya nini? Ni katika mambo ambayo yanao zungumzia as-sawab wal khata, ni katika masuala ambayo fil umuri al-ijtihadiyya, ni katika masuala ya ijtihad, kuna kupatia na kukosea, kwa sababu yenyewe ni masuala ambayo huwezi kuyaenda moja kwa moja ukapata ule uhalisia wake. Kwa ni ijtihada, kila mmoja anafanya ijtihada yake. Sasa katika kujitahidi kuna as-sawab, kupatia, na kuna al-khata, kukosea. Lazima hilo ulifahamu. Lakini haki yuqabiluhu al-batil, inakabiliana na batil, ambao haki tumeona inatia ni maneno ambayo yanatakiwa yafuatiliwe, yaangaliwe, sio yaishiliwe tu kusema tu bila na hii ni mambo inakuwa katika mambo ya al-i'tiqadat, al-mu'taqadat, masuala ya imani. Wasidqi, ukweli tumesema aksul kadhib, ni kinyume na uongo. Na inakuwa fil umuri al-aqwal, fil aqwali, katika mambo ya maneno. Kwa tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tawfik. Tutakuja kuendeleza somo hili katika kuelezea rajazi mufidi.
Mpaka hapo insha Allah yenyewe itahitajika ufafanuzi mchache ili tuweze kufika pazuri biidhnillah tabaraka wa taala.